Nimshukuru Mungu kwa ajili ya mwinjilisti Joeli kwa maono haya ambayo Mungu alimpatia kwa muda mrefu, na namshukuru Mungu kwamba Joeli ni mwalimu wangu, alinifundisha chuo cha Biblia. Kwa kweli na somo mojawapo alilonifundisha ilikuwa ni uinjilisti. Kwa hiyo nakumbuka. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo Mungu amekuwa akimtumia. Katika ushuhuda wake, nakumbuka siku moja alikuwa anashuhudia ya kwamba mimi niliomba sana kwa muda mrefu nipate nafasi, lakini mambo ambayo alikuwa akiombea, majibu yake wakiwemo na wakina Shirikale. Kwa hiyo kuwafanya kuwa wamisheni na kufanya kazi ya umisheni ni majibu ya maombi ya mtumishi wa Mungu Joeli. Kwa hiyo tunamtukuza Mungu. Mshukuru Mungu kwa ajili ya Mwalimu Kengera. Kwa kweli katika maisha yangu kuna mambo makubwa ambayo Mungu aliyafanya na kwa kupitia Kengera, na kwa kweli namshukuru Mungu kwa utumishi wake na kwa jinsi ambavyo anajitoa kufanya kazi. Kwa kweli namtukuza Mungu sana. Mungu ametupatia karama mbalimbali. Kila mmoja wetu amepewa karama yake, na Mungu amempa nafasi, kila mtu nafasi ya kufanya. Mtu mmoja hawezi kufanya kazi zote, lakini Mungu ametuweka sisi na kutupatia kazi za kufanya kila mmoja wetu. Binafsi ni watie moyo viongozi tulioko hapa, viongozi wa kwaya na walimu. Hili jukumu ni kubwa mno ambalo tuko nalo, na kile ambacho Mungu anapandikiza ndani yenu. Kazi ya umisheni ni kazi ya baraka. Mimi ninasema sio kazi ya mateso, ni kazi ya baraka. Mungu ameahidi kubariki miguu ya watu wale wapelekao habari ya mema, na tunapopeleka habari ya Injili, tunapowafikishia watu ujumbe wa habari njema, watu ambao hawana tumaini, tunafanya kitu kikubwa sana. Ukipiga mahesabu ni watu wangapi wanaokufa leo na wanaenda kuzimu kwenye moto wa milele, ambao tunajua kabisa ya kwamba kule kuzimu ni moto wa milele, na ukishaingia kule pamefungwa. Ni watu wangapi wanaoingia mbinguni? Ni watu wangapi tutakaokutana nao mbinguni kwa sababu wewe ulienda ukatumia muda wako, ukatumia gharama yako, ukamshirikisha mtu mmoja ujumbe, na yeye akaupokea huo ujumbe, na tukakutana kule mbinguni tukafurahi. Au tukakaa nyumbani tukafurahia kwenye makanisa yetu, tukafurahia na watu wakaishia, wote wanaishia kule kuzimu kwenye moto wa milele. Ujumbe wangu kwetu viongozi wa kwaya pamoja na walimu ni kwamba tuwe na umoja, tushikamane. Kwaya mbalimbali, ukiwa Morogoro, ukiwa Dar es Salaam, ukiwa Geita, Mungu ametupa karama mbalimbali na Mungu ametupatia fursa mbalimbali. Inawezekana Morogoro mmepewa karama fulani, mmepewa fursa fulani, na Geita hawana hiyo karama. Ni vizuri kushirikisha hiyo karama, Geita nao wakawashirikisha Morogoro karama, kama ambavyo tuko hapa leo tunashirikishana, na Mungu awabariki sana. Nimalizie kwa kusema hivi, idara ya Injili na misheni mwaka huu tumelenga kuyafikia makabila matatu. Kwa hiyo hayo makabila matatu ambayo tumelenga kuyafikia ni makabila ambako kwa kweli Ukristo ni asilimia kidogo sana, lakini kuna vijiji ambako tumeenda ni 99% wote, yaani 1% tu ndio Wakristo. Kabila lingine ambalo tumelenga kulifikia ni kabila la Wandengereko. Kule sasa ndio giza nene, kule hamna kabisa. Kule katika kijiji tulikoenda ni giza. Na kabila lingine ni kwa Waalagwa, na Waalagwa na wenyewe ni hivyo,
ni 1% tu wa Kristo ni wa kuhesabu. Yaani dunia nzima na wahesabu Waalagwa wa Kristo ni wangapi? Kwa hiyo tunayo kazi kubwa sana. Kwa hiyo kama idara tumeweka mkakati na tumeanza kushughulika mkakati. Tunamuomba Mungu ya kwamba mwaka huu tupeleke timu za watumishi katika hayo makabila tuanze kuyafikia. Tuna mpango wa miaka mitatu. Hiyo mfumo ambao tunautumia ni miaka mitatu, na tutakuja mpaka kwenu kutafuta waombaji, kutafuta watu ambao wako tayari kwenda na sisi kuyafikia hayo makabila. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Huo ndio mpango tulionao. Mnapoendelea kutuombea, endeleeni sana kutuombea, na ukiguswa kuambatana na sisi, karibu sana, tuambatane na sisi tuyafikie hayo makabila. Mungu awabariki sana. Sina maneno mengi ya kusema. Jina langu ninaitwa Emmanuel Shirikale, ni mkuu wa idara ya Injili na Misheni. Sio mwenyekiti wa idara. Mwenyekiti wa idara ni Askofu Joshua Lusato. Mimi ni mkuu wa idara yani kama mratibu, na mchungaji Musa Ruzali ni mwenyekiti msaidizi wa idara ya Injili na Misheni. Na mahali hapa tuko na wajumbe wa bodi, tukiwa na mkuu wetu wa kurugenzi ya huduma za kiroho, ni ni mmoja wa bodi, mama yetu Eda Phineas ni mjumbe wa bodi, na Mariamu ni mjumbe wa bodi. Mungu awabariki, asanteni sana.